Tumsikilize msemaji wa serikali Hassan Abbas, dokta huyu. Anasema nini kuhusiana na siku hii ya uhuru vyombo vya habari. Habari za asubuhi Dr. Abbas. Nzuri jamaa. Umemkaje huko bwana? Salama, bahati mbaya niko safarini kidogo njiani. Nasi bwana tunakushukuru sana kwa Lakini nimewafuatilia japo kidogo. Ndio. Na kuona mjadala ni mzuri tu kwa kweli. Maoni yako ni yapi kuhusiana na mjadala wetu huu kwanza? Nasema ni mjadala mzuri kwa sababu mjadala ndio sehemu ya uhuru wa habari. Ndio. Sasa nimesikiliza baadhi ya hoja, lakini nianze tu kwa kusema ndio. Kwanza niwapongeze waandishi wote Tanzania na duniani. Ndio. Kwa kweli na mimi kama mwanahabari tujipongeze kwa kusherehekea siku yetu. Ndio. Ni siku muhimu sana kutafakari kazi zetu. Sawa. Ili kuona maeneo gani ya kuboresha. Na kama kuna maeneo kuna mambo mazuri tumefanya, namna gani ya kuyaendeleza. Sawa. Kwa ujumla ni siku muhimu sana ya tafakuri. Na bahati nzuri mimi wiki karibu nzima hii nimekuwa nikishiriki kwenye mijadala. Na wanahabari, nilikuwa hata Mwanza tumejadili sana na wanafunzi wa vyuo vikuu kuhusu hii dhana ya uhuru wa habari. Changamoto zake, tuko wapi kama nchi na tunakwenda wapi. Sawa. Sasa labda kwa mukhtasari tu niseme sisi kama Tanzania kama serikali tumechukua hatua mbalimbali kuhakikisha kuna misingi na mizania ya uhuru wa habari katika nchi yetu. Sawa. Tunafahamu kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi wanachama wa mkataba wa kimataifa wa haki za kisiasa na kiraia wa mwaka 66, ambapo katika ibara ya 19 pamoja na haki nyingine zote ambazo zimeelezwa kwenye huo mkataba, ibara ya 19 inazungumzia uhuru wa kujieleza kwa maana ya uhuru wa kila mwananchi. Lakini inaeleza pia uhuru mahususi sasa kwa wanahabari kama wanataaluma. Na of course kuna misingi yake kwa maana ya wajibu na mipaka. Lakini nataka tu kueleza kwamba tangu miaka ya 70 sisi ni wanachama. Ndio. Kwa maana hiyo tunakubali kabisa dhana ya uhuru wa habari na mipaka yake. Lakini mnafahamu pia Tanzania ni miongoni mwa wanachama wa Umoja wa Afrika. Na kuna mkataba pia wa Umoja wa Afrika wa haki za binadamu ambao unaainisha pia katika haki nyingine zote ipo haki ya binadamu kujieleza na haki ya wanataaluma ya habari. Na sisi pia ni wanachama wa mkataba huo. Lakini mnafahamu pia kwamba tunayo katiba yetu, nafikiri mlikuwa mkiitaja hapo. Ndio. Ni ibara ya 18. Nilisikia kama 19 lakini hapana, ni ibara ya 18. Ndio inaainisha misingi, dhana na umuhimu wa haki ya kujieleza na haki ya vyombo vya habari. Sawa. Lakini nafahamu pia hivi karibuni katiba tu inaweza isitoshe. Kusaini na kuridhia mikataba ya kimataifa pia kunaweza kusitoshe kama hakuna sheria za ndani ambazo zinaweka misingi ya kuwepo haki hizo. Kwa hiyo sisi kama nchi mnafahamu tunayo sheria mpya ya vyombo vya habari Tanzania. Na katika sheria hii nafikiri kwa mara ya kwanza katika historia ya utungaji wa sheria tunayo sheria inatamka bayana uhuru wa vyombo vya habari kwa vipengele vyake. Ukisoma sheria ya huduma za habari kwenye kifungu cha 7 kifungu kidogo cha 3 ndio kimeainisha uhuru wa vyombo vya habari katika vipengele vyake vyote vitatu muhimu. Sababu wanahabari tusijadili tu uhuru wa habari kijumla, ni nini hasa tunachokizungumza. Sawa. Kwa hiyo ukiangalia kwenye hii sheria tumeainisha kwa mfano uhuru kwenye hatua ya kukusanya wenyewe, ambao ni eneo muhimu sana. Kwa sababu kama watu hawana uhuru wa kutoka kwenda mitaani, kwenda kwenye maofisi na kupata habari au taarifa, hii ni sehemu ya kwanza itakuwa ya uhuru wao kunyonywa au kuzuiwa. Kwa hiyo sheria tunayo kwa sasa imeainisha kipengele hiki cha kwanza kwamba ni haki kabisa ya wanahabari kwa kweli kukusanya taarifa kwa misingi na taratibu zilizowekwa. Lakini tumeainisha pia eneo la pili la uhuru kwenye sheria ile ni uhuru wa kuzifanyia uhariri, kuzichakata zile habari. Ndio. Nafikiri Jamali utakubaliana na mimi kwamba unaweza ukawa na habari, nafikiri kulikuwa na mjadala hapo, lakini ukashindwa pia kuifanyia kazi.
kama una uhuru wa uhariri wa kuichakata, kuifanyia kazi kabla ya kuipeleka kwa wasikilizaji au watumiaji wa habari, itakuwa vile ni kipengele si kizuri sana masuala ya uhuru. Kwa hiyo nchi yetu imeainisha vifungu kama hivyo, lakini kuna kifungu cha 3 au kipengele cha 3 kwenye dhana ya uhuru, ni uhuru pia wa kusambaza. Unaweza ukakusanya habari, unaweza ukazifanyia uhariri, lakini ukawa hauna uhuru wa kuchapisha, kwa mfano kwenye magazeti au kuzitangaza kwenye radio au kwenye television. Kwa mara ya kwanza katika historia nafikiri Afrika tunaweza tukawa miongoni mwa nchi chache zina sheria iliyoainisha uhuru wa habari kwa vipengele vyake. Sasa kipengele cha 3 kinafafanua kabisa wanahabari wana uhuru wa kusambaza sasa zile habari ambazo wamezikusanya, wamezihariri. Kwa kweli nafikiri ni historia. Sasa Dr. Basi, kama nilivyosikia mjadala, ndio iko mipaka yake, nafikiri tutaijadili. Kwa hiyo kuna sababu uhuru wa habari nao umegawanyika pande mbili. Sawa. Nafikiri kuna mwalimu hapo alifafanua kuna haki na wajibu vile. Sawa. Dr. Basi, kuna swala hili ambalo umelizungumza la uhuru wa habari, lakini kumekuwepo na pamezungumzwa na makundi mbalimbali, asasi za kiraia, jumuiya za kimataifa, na hivi karibuni umesikiliza hata kwamba waraka wa maaskofu ukieleza kwamba kumekuwepo na uminywaji wa uhuru wa kujieleza, kutoa maoni kwa ujumla. Ndio. Tanzania tumefikia wapi hivi sasa? Pamoja na makundi haya mbalimbali wametoa maoni yao kuhusiana na kwamba wanaona kwamba pana namna ya kuminywa uhuru wa vyombo vya habari. Ninafikiri mjadala wenye afya unapaswa kuendelea, na hasa ndio uhuru wenyewe. Yaani kama watu wanatoa maoni yao, wanatoa tafakuri zao, nafikiri ndio sehemu yenyewe ya utekelezaji wa uhuru wa habari. Sasa huyo anayesema hakuna uhuru anaongea, huyo anayesema hakuna uhuru anatoa machapisho yanajadiliwa. Na kwa kweli jamii inajadili mpaka inafika mwisho. Sasa nafikiri yenyewe ni kipimo kwamba kuna uhuru au hakuna. Lakini mimi nasema kama nilivyosema, kama serikali tumeweka hiyo misingi ya kisheria ya kulinda kwanza uhuru wa habari. Sasa kwa kiwango gani kila mmoja anatekeleza uhuru wake, hilo ni swala la mjadala. Lakini sisi kama serikali, kwa maana ya kuweka misingi ya kisheria za kimataifa, ya kikatiba za nchi, na sheria zinazotekeleza katiba, kwa kweli tumefanya hivyo, na Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zina sheria nzuri tu. Kuna jambo lingine, hatukatai kwamba uhuru usiokuwa na mipaka, hatukatai, tunakubaliana hivyo wote. Lakini kuna swala la kuacha kila muhimili ufanye kazi yake. Kuna mahakama pale ambapo serikali imeonekana kwamba imeandikwa ama imeonewa ama imezungumzwa vibaya. Kwa nini tusiache muhimili wa mahakama utekeleze taratibu zake? Hii ni kwa mujibu wa sheria ya sheria ya huduma ya vyombo vya habari mwaka 2016. Kwa nini tusiache kila muhimili ufanye kazi zake? Nafikiri labda watu hawajaisoma hiyo sheria. Sheria yenyewe inaruhusu pale ambapo kuna jambo limekosewa kwa jinai, kesi zitakwenda mahakamani. Ziko taratibu za kiutawala, ziko taratibu za mahakama. Duniani kote kuna kitu tunaita administrative law. Taasisi zinaweza kupewa mamlaka au majukumu ya kuchukua hatua fulani. Hiyo sio kukiuka uhuru, ni sheria na ni practice dunia nzima. Lakini yako mambo ambayo sheria zinatamka pia yaende mahakamani. Kwa hiyo sidhani kwamba kuna sheria, kwa mfano za habari, hakuna sheria inayozuia jambo lolote kwenda mahakamani. Ukisoma kwa mfano kifungu cha 1 cha sheria ya huduma za habari, kama mtu amekashifiwa na chombo cha habari anakwenda mahakamani. Na labda Jamali nikwambie, hata hii sheria yenyewe kwa sasa tunayoijadili, pamoja na mazuri yake au ina changamoto zake, ziko taasisi zimekwenda mahakamani kuihoji kwamba kuna vifungu nadhani labda vingeboreshwa. Kwa hiyo mimi nafikiri hakuna ambaye amezuiwa kwenda mahakamani. Tulikuwa na kesi imefunguliwa nafikiri na taasisi 3-4 kuhoji sheria hii ya vyombo vya habari, kwamba kuna vifungu 2-3 vina changamoto. Ilikwisha ile kesi ya Mwanza na mahakama iliona hakuna tatizo. Lakini tunazo kesi nyingine nakumbuka zinaendelea
Kuna watu wamekwenda mpaka mahakama ya Afrika Mashariki uhoji. Kwa hiyo mimi nafikiri wanaojadili au kuulani kwamba kuna eneo mtu amezuiwa kwenda kuomba haki kwenye muhimili mwingine hawakuisoma vizuri. Sasa kwa nini tuna la mwisho hata pale ambapo kiutawala serikali imechukua hatua, labda kwa mfano kwenye vyombo vya habari, bado hatua ya mwisho ni mhimili wa mahakama. Kuna magazeti hivi tunavyozungumza yako mahakamani yamehoji hatua ambazo walichukuliwa na serikali. Sasa kwa nini tunafungia kwanza? Kwa nini tunafungia magazeti, ama kwa nini tunafungia vyombo vya habari kwanza? Kwa nini tusiende mahakamani kupata hiyo kufuata hizo taratibu? Kwa nini tunafungia vyombo vya habari kwanza kabla ya kwenda mahakamani? Nafikiri hapo ndio unielewe, na nilikuwa nafafanua kisheria na katika taratibu za sheria zipo nyakati ambapo taasisi au vyombo vinaruhusiwa au vinapewa mamlaka ya kuchukua hatua fulani za kinidhamu, lakini bado hiyo haizuii mahakama kutekeleza wajibu wake kama chombo sasa cha mwisho cha utoaji wa haki. Sasa nikupe mfano tu, labda hata uhusiani unasikia hata vituo vya mafuta vinafungiwa. Sasa ukikuta kituo cha mafuta kwa mfano kimeuza mafuta machafu, mafuta yale hayafai, utataka kwenda mahakamani ukiache kwamba vinaendelea kuuza mafuta. Nafikiri ni kitu tunakiita kitaalamu kwenye sheria, administrative laws. Ni sheria ambazo zinakipa mambo fulani uwezo wa kuchukua hatua fulani, lakini kama katika utekelezaji au uchukuaji wa hatua hizo kuna mambo hayakufuatwa, bado kile chombo kilichoathiriwa na uamuzi kina nafasi ya kwenda mahakamani. Kama ambavyo huwezi kukuta hospitali ambayo ina daktari au ina madaktari feki ukaiacha ukasema uende mahakamani iendelee kutibu watu na kuua watu, ndivyo ambavyo tunatumia za nadharia hizo za kisheria kwenye vyombo vya habari. Na si Tanzania tu, hata Marekani, hata Uingereza na vyombo vinavyoratibu na kuchukua hatua kwenye television au kwenye magazeti. Lakini pale ambapo katika uchukuaji wa hatua hizi kuna jambo linaonekana labda haliko vizuri, mahakama siku zote tunakuwa mwisho kuchukua hatua zake, na sisi hatujazuia. Sawa Dr. Basi tumekupata vema, na kuna hili jambo lingine ambalo limezuka hivi karibuni ama limekuwa likizungumzwa, swala la self censorship hili ambalo chombo cha habari kimeamua kufanya kazi ya serikali, kimeamua chombo cha habari kinajifungia chenyewe. Ndio. Hili nalo una maoni gani juu lake? Nafikiri kama muda unaruhusu tujadili vizuri sana hii dhana yenyewe ya uhuru wa habari. Ndio. Na nafikiri wachangiaji wenzangu hapo kama nilikosei walichangia kidogo. Ili kujibu swali inabidi urudi nyuma kidogo. Ndio. Kwenye dhana, muktadha na misingi yenyewe ya uhuru wa habari. Uhuru wa habari umejengwa katika nukta kubwa mbili na zimeainishwa kwenye mkataba ule wa mwaka 66 nilioutaja. Ni dunia nzima imekubaliana standard kwamba kuna haki na kuna wajibu wa vyombo vya habari. Sawa. Kuna haki kwa maana ya fursa wapewe ya kutekeleza uhuru wao, lakini kuna wajibu ambao vyombo vinapaswa kuubeba. Sasa pale ambapo chombo kimeshindwa kubeba wajibu wake katika kutekeleza uhuru wake, ama hatua zitachukuliwa au chenyewe kikajichukulia hatua fulani, mimi sitafsiri kwamba ni kujidhibiti. Ni katika hiyo dhana ya kutekeleza wajibu au uhuru wao kwa kuwajibika. Sasa kwa mfano, nafahamu huo mjadala kwamba kuna chombo Tanzania kimejichukulia hatua, lakini vile vile wafuatilie historia ya shirika kubwa sana la habari nchini Uingereza, leo halipo, News of the World. Historia yake nafikiri hata wataalamu hapo watakuwa naifahamu. Baada ya wanahabari wake kufanya makosa makubwa sana ya kitaaluma. Ndio. Aliyotia aibu kabisa historia ya vyombo vya habari katika nchi kubwa kama Uingereza. Na baada ya makosa hayo makubwa sana ya kitaaluma ambayo si vyema kujadili hapa, mimi msemaji wa serikali yangu msingependa kuzungumzia zaidi nchi nyingine, lakini baada ya makosa makubwa sana ya kitaaluma walioyafanya wanahabari wa shirika la News of the World, shirika lenyewe liliamua kujifungia, na ndio maana leo hawapo. Sasa Tanzania mimi nilidhani kwa mfano nafikiri ni gazeti la Nipashe wanalizungumzia, kama imefika hatua vyombo vyenyewe vya habari kwa maana ya ule sasa wajibu wao, wanafika hatua ya kudhani kwamba
wameikosea jamii. Unajua kazi ya habari ni kazi ya jamii. Ndiyo. Sio ya mmiliki, sio ya mtu binafsi. Kama unadhani umefika hatua umeikosea jamii kwa kufanya makosa yanayokwenda kwenye mambo makubwa manne ambayo kimataifa vyombo vya habari vinazuiwa kuyafanya, mimi nafikiri ni jambo la kihistoria na tungelipongeza kwamba sasa sio serikali tu kuchukua hatua, wamiliki wenyewe, wanahabari wenyewe wafike hatua, wachukue hatua dhidi yao pale wanapokosea. Tuna misingi mikubwa minne. Cha kwanza tumeambiwa katika kutekeleza uhuru wetu huwezi kumkashifu mtu mwingine. Sasa huwezi kusema ni uhuru wako wa habari kukejeli, kutukana watu na kufanya mambo yanayoendana na hayo. Lakini ni sheria pia zinazuia watu kuingilia uhuru wa faragha ya watu wengine. Sawa sawa. Lakini kuna mambo ya usalama wa taifa, kuna mambo ya usalama wa jamii. Sasa haya kama chombo kimezani kimeyakosea ambao ni wajibu wake, kimeshindwa kutekeleza wajibu wake, kikachukua hatua chenyewe, mimi nilidhani ni jambo la kupongeza, lakini hapana, usitafsiri kwamba ni censorship. Sawa sawa. Dr. Basi, tunamaliza na muda umetutupa mkono sana. Labda unawahakikishia Watanzania kwamba uhuru wa kujieleza wa habari Tanzania uko safi kabisa na salama Hauwezi kuwa safi kabisa na salama. Kama nilivyosema, hii dhana yenyewe labda tunaikosea kudhani kwamba ni uhuru wa habari ni uhuru wa kusema dhidi ya yeyote wakati wowote popote. Hapana, nafikiri hapo kuna changamoto kimataifa kabisa, kisheria na kihistoria. Hata baba mwenyewe wa hii dhana wakina John Stuart Mill yupo, wasomi wakubwa huko duniani walitekeleza kwamba katika kutekeleza hii dhana kuna haki za watu wengine. Kwa mimi nafikiri Tanzania ni kiulizwa, nafikiri changamoto kubwa kwenye dhana na mjadala wa uhuru wa habari ni kutokueleweka kwenye hii dhana. Yaani mtu anadhani kwamba akitukana akachukuliwa hatua uhuru wake umeingiliwa, lakini hapana, kuna haki na kuna wajibu. Kwa hiyo mimi nasema nchi yetu kama nchi nyingine za dunia, nafikiri kuna mchambuzi mmoja amesema uhuru wa habari hauko 100% popote. Hata nchi ya kwanza kwenye orodha ile haijadili hapo. Bado kuna sheria wanazuia baadhi ya mambo. Sasa dunia nzima kuna usalama wa taifa. Kuna mambo ambayo huwezi kuyafanya ukaifanya nchi paraganyike. Hakuna nchi inakubali, iwe Marekani, iwe Uingereza, iwe Sweden, iwe Finland. Sasa mimi nafikiri hatuwezi kusema kuna uhuru wa 100%. Kwa sababu kisheria yenyewe ni kwamba huwezi kuwa 100%. Kama nilivyosema, hata mkataba ule wa kimataifa ambao ndio msingi, ndio baba na ndio mama wa uhuru wenyewe, kwenye ibara ya 19 inataja mambo 4 au 5 ambayo huwezi kuyafanya. Kwa hiyo uhuru wenyewe kinadharia, kisheria, kihistoria hauwezi kuwa 100%. Lakini sisi kama Tanzania sasa, ndio nimetaja sheria hapo, tumeweka taasisi za kuhakikisha kwa kweli tunaweka fursa ya watu kutekeleza uhuru wao, na nikuhakikishie kwamba Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo tunaheshimu sana, tutaendelea kuheshimu. Na niongeze la mwisho, katika historia ya uandishi wa sheria, ndio sasa hivi Tanzania tuna historia kubwa. Tumeweka kwa mfano kwenye sheria zetu, ukisoma kifungu cha 52 kifungu kidogo cha pili kwenye sheria ya huduma za habari kwamba kukosoa sio kosa, na hili nalisisitiza popote nilipo kwamba watu wasichanganye. Nimesikia hapo kuna mjadala kwamba wanahabari wanashindwa kukosoa. Kwa kweli kisheria kukosoa sio kosa. Kosa labda utukane, ukejeli watu, na hii ni mkanganyiko mwingine kwamba kukosoa, kutuambia serikali mmepeleka mradi wa maji pale baada ya wiki moja hayatoki, hilo sio kosa. Na kwa kweli kama kuna kiongozi kuchukulia hatua au atakusumbua, idara ya habari ipo, ndio walezi wa tasnia ya habari. Dr. Basi, nikushukuru sana na nikutakie kila laheri katika shughuli zako za siku ya leo. Nami nikushukuru tena kwa kutoa maoni yako na kufuatilia kipindi hiki cha Morning Trumpet. Nashukuru sana. Asante. Naam, ndugu zangu. Mmemsikiliza dokta? Tuanze na mwalimu. Amezungumza vizuri. Sawa. Amezungumza vizuri kama daktari kwanza. Sawa. Lakini pili kama msemaji wa serikali. Ndiyo. Kwa hiyo nafasi zote mbili amezitendea haki. Sawa. Kitu cha msingi ambacho kwangu mimi naondoka nacho kutoka kwenye yote aliyozungumza, maelezo yake, ndiyo, ni kwamba dhana ya uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa waandishi wa habari si dhana kufikirika.
Uhuru unaendana na wajibu. Uhuru unaendana na naita accountability, uwajibikaji, kuwa responsible na kuwa accountable. Ndiyo. Na kile ambacho unakiandika. Sawa. Maana yake ni kwamba usiandike kwa kupotosha vitu au kupotosha jambo lolote. Sawa. Eti tu kwa sababu unataka uhuru. Hapana. Uhuru tunaozungumzia hapa sisi ni uhuru ambao mwandishi wa habari na chombo husika cha habari kinaandika jambo lenye afya kwa jamii likiwa na ushahidi kwamba kuna hiki na hiki kimefanyika. Hata kama unakosoa au unaelimisha au unafanya chochote, cha msingi unaandika kwa kuzingatia weledi kwamba ninachokiandika kina ushahidi na hiyo chenyewe kilichotokea. Kwa hiyo kwa hapo, kama nafikiri kwa kauli yake, kama kuna kiongozi yoyote yule ambaye kama mwandishi amefanya wajibu wake hivyo na kiongozi akaja juu, basi yeye anafikiri atakuwa kwanza kuulizwa kwa nini imetokea namna hiyo. Kwa nini